بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la mustalah, na leo tupo kurasa nambari 27 tukiingia katika kuisoma الحديث المعلق. anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, المعلق تمشل المعلق بفتح اللام المشددة، وكويتيا فتاح لام yenye shadda. مأخوذ tamshi hili limechukuliwa min ta'liqil jidari, limechukuliwa kutoka katika kuninginia ukuta. Min ta'liqil jidari, kutoka katika nini? Kuninginia ukuta. Wa nahwihi, na vitu vingine mfano wa ukuta, kwa maana vitu vingine vyote vyenye kuninginia, kwa maana vitu ambavyo viko kati ya kushikana na kile kitu chengine na kati ya kuanguka. Tamam. Lima, kwa sababu ya ile sifa ambayo, lima kwa sababu ya ile sifa ambayo yashtariku fihi, yashtariku, vinashirikiana, fihi, katika sifa hiyo, aljamiu, vyote, akikusudia katika sifa kwa sababu ya ile sifa ambayo vinashirikiana alhadithu almuallaqu na ta'liqu aljidar, na kule kuninginia kwa ukuta. Sawa sawa. min qat'i al-ittisali, min qat'i al-ittisali, min qat'i al-ittisali, sifa ambayo ni kule kukatika muunganiko. Min ya bayania kwa lima, kwa sababu ya ile sifa ambayo yashtariku, vinashirikiana, fihi, katika sifa hiyo, aljamiu, vitu vyote, kwa maana viwili hivi kati ya alhadithu almuallaq na ta'liqu aljidar. Tamam. Min qat'i al-ittisali, sifa ambayo ni kule kukatika muunganiko. Tamam. Ukuta unaoning'inia ni ule ukuta ambao katikati yake kuna ufa. Tamam. Sasa na alhadithu almuallaq vile vile pia katikati yake kuna mwanya na kuna ufa, kama ambavyo tutaenda kuona huko ndani. Tamam. Akasema wa huwa, na hiyo hadithi muallaq, wa huwa, na hiyo hadithi muallaq, alhadithu alladhi, ni hadithi ambayo hudhifa minhu awwalul isnadi, hudhifa, imeondoshwa, minhu, katika hadithi hiyo, awwalul isnadi, sehemu ya kwanza ya isnadi. Sehemu ya kwanza ya isnadi ni ipi? Sehemu ya kwanza ya sanad. Tamam. Akisema isnad na sanadi maana yake ni moja. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ya sanadi ni ipi? Tulishasema kule nyuma, lakini tutarudia tena leo sababu ndio mahala pake. Sehemu ya kwanza ya sanad ni yule mpokezi wa mwisho wa hadithi. Sawa sawa. Mpokezi wa mwisho wa hadithi ndiyo sehemu ya kwanza ya as-sanadi. Kwa nini mpokezi wa mwisho wa hadithi akaitwa ndiyo mwanzo wa sanadi? Kwa sababu sisi tunaanza kuisoma sanadi ya hadithi kuanzia kwa mpokezi huyo, atuanzii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Tunapoingia katika sahihu al-Bukhari na katika sahihu Muslim na kwenye vitabu vingine vyote vya hadithi, huwa tunaanza kumsoma nani? Yule mpokezi wa mwisho wa hadithi. Tamam. Kisha anakuja tabi'i, tabi'i, sahaba, kisha tunasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha. Kwa hiyo yule mpokezi wa mwisho ndio anaitwa awwalul isnadi au awwalus sanadi. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo huwa, na hiyo hadithi muallaq, alhadithu alladhi, ni hadithi ambayo hudhifa, imeondoshwa, minhu, katika hadithi hiyo, awwalul isnadi, sehemu ya kwanza ya sanadi au mwanzo wa sanadi yake. Tamam. Unaweza kusema hudhifa minhu awwal isnadi,
imeondoshwa katika hadithi hiyo sehemu ya kwanza ya sanadi, au hudhifa minhu awwalul isnadi, au umeondoshwa katika hadithi hiyo awwalul isnadi, mwanzo wa sanadi. Tamam. Sawaun kana almahdhuf wahidan au akthar, sawaun sawasawa, kana almahdhuf, kiwe hicho kilichoondoshwa, wahidan ni mtu mmoja, au akthar au zaidi ya mtu mmoja, ala tawali kwa kufuatana, au la au pasi na kufuatana, walau ila akhiri, na hata kama utaondoshwa ule mwanzo wote wa sanadi, ila akhiri, mpaka kufikia mwisho wake. Akiwa na maana gani? Inafaa au inaweza katokea. Tamam. Akiwa na maana kwamba inaweza katokea pia ule mwanzo wa sanadi wote ukaondoshwa, akatajwa mtume tu, ndicho anachokusudia hapa. Hamaanishi kwamba mpaka mtume pia anaondoshwa. Tamam, hana maana hiyo, lakini anachokusudia kwamba nini? Walau ila akhiri, hata kama ule mwanzo wa sanadi wote ukaondoshwa kisha akatajwa mtume tu, pia hadithi hiyo itakuwa ni alhadithu almuallaq, hadithi iliyotundikwa au iliyoning'inizwa. Tamam. Mithalu, mfano wake, an yaqula rawi, ni aseme mpokezi wa hadithi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au qala Abu Hurairata, au qala az-Zuhri hakadha, bila sanad. Hakadha, aseme hivi mpokezi, bila sanadin, pasi na kutaja mwanzo wa sanad. Ma anna bainahu, pamoja na kwamba kati ya huyo mpokezi wa mwisho, ma anna bainahu, pamoja na kwamba kati ya huyo mpokezi wa mwisho, wa baina an-nabii sallallahu alaihi wasallam, na kati ya mtume, was-sahabi, na kati ya sahaba, wat-tabi'i, na kati ya tabi'i, aktharu min rawin, kuna mpokezi zaidi ya mmoja. Akthara min rawi, akthara sio aktharu, ni akthar, sababu kuna anna kule mwanzo. Tamam. Hakadha, akthara min rawi, kuna mpokezi zaidi ya mmoja, kuna mpokezi zaidi ya mmoja. Hiyo hadithi itakuwa ni hadithi almuallaq. Mfano wake, turudi katika ile hadithi yetu tuliyosoma kule katika taarifu ya alhadithi sahih. Turudi pale kurasa wa 15, turudi haraka haraka, mshafika. Utaona hii hadithi ni hadithi aliyoipokea al-Imam al-Bukhari, ni hadithi aliyoipokea al-Imam al-Bukhari. الإمام البخاري كسماج حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. تمام. sasa katika hadithi hii al-Imam al-Bukhari amewataja mashekhe zake aliyopokea hadithi mpaka kufikia kwa mtume. Sawa. Sasa tuijalie hadithi hii tuifanye kuwa ni muallaq, itakuwaje? Itakuwa ni hivi: al-Imam al-Bukhari asimtaje shekhe wake ambaye ni Abdullah ibn Yusuf, lakini pia asimtaje shekhe wa shekhe wake ambaye ni al-Imam Malik, lakini pia asimtaje shekhe wa Imam Malik ambaye ni Abi Zanad, lakini pia asimtaje shekhe wa Abi Zanad ambaye ni al-A'raj. Sawa, asemaje? Qala Abu Hurairata أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طعام الاثنين كافي الثلاثة. الإمام البخاري أسميه فيبي قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طعام الاثنين كافي الثلاثة. حديثه يتكون حديث معلق وصبيان الإمام البخاري ameuondosha ule mwanzo wa sanadi wote, akaenda akamtaja nani? Abi Huraira. Kwa maana akamuondosha Abdullah ibn Yusuf na Imam Malik na Abi Zanad na al-A'raj. Tamam. Hapa kaondosha mwanzo wa sanadi, lakini kambakisha sahaba na mwisho wa sanadi ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Lakini sasa tujalie pia anamuondosha na Abi Huraira. Atasemaje al-Imam al-Bukhari? Atasema
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha. Tamam. Huo ndio mfano wa alhadith almuallaq. Sasa utaona kutoka kwa al-Imam al-Bukhari baada ya kuwa amemuondosha shekha wake Abdullah ibn Yusuf, akamuondosha na al-Imam Malik, akamuondosha na Abi Zanad na al-A'raj, utaona kuna mwanya na kuna ufa. Ndio pale ilipotolewa ile maana ya al-hadith al-muallaq. Tamam. Ndio akasema Sheikh, mithaluhu an yaqula rawi, mfano wake ni aseme mpokezi wa hadithi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoeleza, au qala Abu Hurairah, kama tulivyoeleza, au qala az-Zuhri, kama tulivyotoa mfano hapo. Tamam. Basi na kutaja ule mwanzo wa sanadi yake, hadithi hiyo itakuwa ni hadithi al-muallaq. Tamam. Lakini ni vipi? Kama Sheikh alivyosema, ma anna bainahu wa baina an-nabi sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa kati ya huyo mpokezi wa mwisho na kati ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wasahabi na kati ya sahaba, watabi'i na kati ya tabi'i, akthara min rawi, kuna mpokezi zaidi ya mmoja. Tamam. Kwa hadithi hiyo itakuwa ni alhadith almuallaq. Wayadkhulu fi hadha at-ta'rif kullu ma lam yakun muttasilan, wayadkhul, na inaingia fi hadha at-ta'rif, katika taarifi kullu ma, kila hadithi ambayo lam yakun muttasila, si muttasil. ويخرج المتصل، na inatoka hadithi ambayo ni muttasil. Hukmu ya hadithi hii annahu dha'ifun liljahli bihali almahdhuf min as-sanad, annahu, hakika hadithi hiyo, dha'ifun, ni hadithi dha'ifun, liljahli bihali almahdhuf min as-sanad, liljahli, kwa sababu ya kutomjua au kwa sababu ya kutojua. Tamam. Liljahli, kwa sababu ya kutoijua, bihali almahdhufi, kutoijua hali ya yule aliyeondoshwa, minas sanadi, katika sanad. Tamam. Minas sanadi, katika nini? Sanad. Lakini kama nilivyotangulia kuambia, sio kila hadithi muallaq inahukumiwa kuwa ni dhaifu. Sawa sawa. Na nikaambia kwamba al-Imam al-Bukhari kwenye kitabu chake cha Sahih al-Bukhari kuna hadithi ambazo ni muallaq zaidi ya moja, ziko nyingi, zinaitwa muallaqat al-Bukhari, muallaqat al-Bukhari. Na nikawaambia pia kwamba al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ametunga kitabu Taghliq at-Ta'liq, ametunga kitabu ambacho ametaja sanadi zote za zile hadithi muallaq ambazo zipo katika Sahih al-Bukhari. Na kwa nini al-Imam al-Bukhari aliandika na kukusanya hadithi muallaq kwenye kitabu chake? Ni kwa sababu alipokea kwa mashekhe zake ambao anawaamini kwamba mashekhe zangu hawa hawapokei isipokuwa kwa mtu ambaye ni thika. Na kweli al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani baada ya kufanya upekuzi akazipokea zile hadithi ambazo ni muallaq zilizopo ndani ya Sahih al-Bukhari zikiwa na sanadi zake na wapokezi wake wakiwa ni sahihi, kwa maana alizikusanya kupitia vitabu vingine. Tamam. Mfano wa hadithi muallaq ambayo ipo katika Sahih al-Bukhari ni ile hadithi ambayo al-Imam al-Bukhari amesema waqala Abu Musa, kwa maana waqala Abu Musa al-Ash'ari, na alisema Abu Musa al-Ash'ari, ghatta an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rukbatayhi hina dakhala Uthman. Asemaje al-Imam al-Bukhari? Waqala Abu Musa al-Ash'ari, na Abu Musa al-Ash'ari alisema ghatta an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume aliyafunika rukbatayhi, magoti yake mawili, hina dakhala Uthman, pindi alipoingia Uthmani, pale alipokuwa mtume. Hii ni hadith muallaq. Kwa sababu gani? Abu Musa al-Ash'ari ni sahaba, na Imam Bukhari ni kizazi cha 4 cha salaf, cha 4 au cha 3, na hisi ni cha 4. Sawa sawa, kwa maana hajakutana hata na sigharu tabi'ina, hajakutana hata na sigharu at-tabi'ina ambao ni kina al-Imam az-Zuhri, ambao hao ni mashekhe wa Imam Malik. Sasa kwa hiyo utaona hapa al-Imam al-Bukhari katika hadithi hii ameondosha mwanzo wa sanadi
na akamtaja sahaba peke yake. Tamam, kisha akayataja yale maneno ambayo sahaba ameyasema juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh akaendelea kusema al-musalsalu hadithi musalsalu, al-musalsalu hadithi musalsalu. المسلسل من التسلسل وهو لغة المسلسل tamshila المسلسل من التسلسل limechukuliwa katika masdari ya at-tasalsuli wa huwa, na hiyo tasalsul lughatan kilugha at-tatabu'u ni kufuatana, wastilahan na tamshila musalsal kwa mujibu wa wanazuona mustalahi wal hadithu alladhi tawarada rijalu isnadihi واحدا فواحدا على حالة واحدة أو صفة واحدة. هو الحديث الذي لحديث يمبايو توارد ومفوتانا رجال إسناده وبوكيزي waliopo kwenye sanadi ya hadithi hiyo wahidan fawahidan, mmoja baada ya mwingine, ala halatin wahidatin, wamefuatana katika hali moja, au sifatin wahidatin, au wamefuatana katika sifa moja. Tamam, hiyo ndio hadithi al-musalsal. Tutaonyeshwa mifano huko mbele. Shekhe akaendelea kusema walitasalsuli anwa'un, na katika kufuatana mapokezi wa hadithi anwa'un, kuna aina mbalimbali. Faminha, miongoni mwa aina zake, an yakuna, akimaanisha an yakuna tasalsulu, kuwe kule kufuatana. Tamam, an yakuna, akiwa na maana an yakuna tasalsulu, kuwe kule kufuatana, fi ahwali ruwati alqawliya, ni katika hali za wapokezi alqawliya, katika upande wa kimatamshi. Ka qauli nabii sallallahu alaihi wasallam, kama kauli ya mtume aliposema li Muadh, kumwambia Muadh radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amridhie. Alimwambiaje? Alimwambia hivi, ya Muadh inni uhibbuka, e Muadh, mimi nakupenda. Faqul, basi sema, dubura kulli salatin, baada ya kila swala, Allahumma, e Mola mlezi, a'inni ala dhikrika, na kuomba unipe tawfiki ya kukutaja wewe, wa shukurika, na ya kukushukuru wewe. Tamam, wa shukurika, na unipe tawfiki ya kukushukuru wewe, wa husni ibadatika, na kuzifanya vizuri ibada zako. Fa inna kulla wahidin min ruwati hadha alhadithi, hakika kila mmoja min ruwati hadha alhadithi, katika wapokezi wa hadithi hii, yakulu, anasema, liman ba'dahu, kwa yule aliyekuja baada yake kupokea hadithi kwake yeye, anasemaje? Anasema hivi, ya fulanu inni uhibbuka faqul dubura kulli salatin, mpaka mwisho wa hadithi. Kwa utaona katika hadithi hii wapokezi wanafuatana katika kauli ya kusema ya fulanu inni uhibbuka faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni. Tamam, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Tamam, hakadha. Wa yusamma, na inaitwa hadithi hii almusalsala bilmahabba, hadithi ambayo wapokezi wake wamefuatana bilmahabbati, kwa kuambiana tamshi la na kupenda. Tamam, hakadha. Wa fi ahwali ruwati alfi'liya, akimaanisha wa an yakuna tasalsulu, na kuwepo kule kufuatana kwa wapokezi, fi ahwali ruwati alfi'liya, katika hali za wapokezi upande wa vitendo. Ka hadithi Abi Hurairata, kama hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu waliposema shabbaka biyadi Abul Qasim, aliushikamanisha mkono wangu na mkono wake Abul Qasim, mtume. Abul Qasim hapo anakusudiwa nani? Anakusudiwa mtume. Tamam. At-tashbiku, tashbik ni ule ushikamanishaji wa mikono kwa kuviingiza vidole vya mkono mmoja kwenye vidole vya mkono mwingine, kisha vidole hivi vinakuwa vimeshikana hivi, ndiyo maana ya at-tashbiku. Sasa ndiyo maana ya kushikamanisha. Kwa hiyo
Abi Huraira alisemaje? Shabbaka biyadi Abul Qasim, aliushikamanisha mkono wangu na mkono wake Abul Qasim Mtume. Waqala, kisha akasema, khalaqa Allahu al-ardha yawma as-sabt, Mwenyezi Mungu aliumba ardhi siku ya Jumamosi. Inaendelea hadithi hapa, ametutajia mwanzo tu wa matni. Tamam. Fa inna kulla rawin min ruwati, hakika kila mpokezi miongoni mwa wapokezi wa hadithi hii, yushabbiku yadahu biyadi rawi anhu. Tamam. Fa inna kulla rawin, hakika kila mpokezi, min ruwati, katika wapokezi wa hadithi hii, yushabbiku yadahu biyadi rawi anhu, anaushikamanisha mkono wake, biyadi rawi, na mkono wa yule mpokezi, anhu, anayepokea hadithi kwake yeye. Wayaqulu lahu, na anasema mpokezi huyo kumwambia yule mpokezi ambaye anapokea hadithi kwake, shabbaka fulanun biyadi wa qala khalaqa Allahu al-ardha yawma as-sabt ila akhir, mpaka mwisho wa hadithi. Wa hakadha, na ndio hivyo hivyo. Sasa wa hakadha, na ndivyo hivyo hivyo. Wa yusamma al-musalsala bil mushabaka, na inaitwa hadithi al-musalsala, hadithi ambayo wamefuatana pokezi wake, bil mushabaka, kwa kushikamanishana mikono. Bil mushabaka, kwa kushikamanishana nini? Mikono. Tamam. Hakadha, au kwa kushikamana mikono. Tamam. Hakadha. Kwa yusamma, na inaitwa hadithi hii al-musalsala, hadithi ambayo wapokezi wake wamefuatana, bil mushabakati, kwa kushikamana mikono. Tamam. Wa fi awsafi at-tahammul, kwa maana wa an yakuna tasalsul fi awsafi at-tahammul, na kuwepo kule kufuatana kwa wapokezi katika sifa za kupokea hadithi, kasamai, kama sifa ya kusikia. Fayaqulu kullu rawin, akasema kila mpokezi wa hadithi hiyo, sami'tu fulanan qala, sami'tu fulanan ila akhir, wa hakadha, mpaka mwisho hadithi, wa hakadha, na iwe hivyo hivyo. Tamam. Akiwa na maana gani? Katika sanadi ya hadithi, utakapoisoma sanadi ambayo kuanzia mpokezi wa mwisho, ambapo ndipo mwanzo wa sanad mpaka kufikia mwisho wa sanad, kila mpokezi kasema sami'tu fulanan, sami'tu fulanan, sami'tu fulanan, basi hadithi hiyo pia inaitwa musalsal bis-samai. Sawa. Lakini pia wakasema, yani ukaona sanadi wapokezi wake wote wamepokea hadithi hiyo kwa kusema an fulani, an fulani, an fulani, an fulani, basi hadithi hiyo ndio nini? Musalsal bil ana. Lakini pia vile vile akhbarana, au akhbarani, au hadathani, au hadathana, mpaka mwisho, basi nini? Itaitwa hadithi hiyo kwa maana ni musalsal bil ikhbar au musalsal bit tahdith. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo nayo pia ni inaitwa alhadithul musalsalu. Sawa. Ndio maana nikawaambia hadithi moja inaweza kawa na sifa zaidi ya moja. Inaweza kawa ni sahih, hapo ni muttasil, hapo ni musalsal, hapo pia ni muanana. Sawa. Lakini hapo pia ni gharibu au azizun au mutawatir au mashhurun. Tamam. Hakadha. Akaendelea kusema wa fi zamani riwaya, kwa maana wa an yakuna tasalsul fi zamani riwaya. Sawa. Na kuwepo kule kufuatana wapokezi katika muda wa kupokezana hadithi, kal musalsal bi yawm al-eid, kama hadithi musalsal inayopokezwa siku ya Eid, kwa maana siku ya Eid al-Fitri au Eid al-Adha, kuna hadithi maalum sawa ambayo inapokezwa katika siku hiyo na si siku nyingine. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo kila mpokezi wa hadithi hiyo anayepokea hadithi hiyo kutoka kwa shekhe wake siku ya Eid. Tamam. Fi makani riwaya, au kuwepo kule kufuatana wapokezi katika sehemu ya kupokea hadithi, kal musalsal, kama hadithi musalsal bi ijabati dua, kwa kujibiwa dua, inda al-multazam, katika mlango wa multazam. Mlango wa multazam ni ule mlango wa al-Kaaba, au nahwi dhalik, au mfano wa sehemu kama hiyo, kwa maana sehemu nyingine. Tamam. Hadithi ya musalsal bi ijabati dua inda al-multazam,
ni hadithi ya Ibn Abbas kama sijakosea. Anasema babul multazam mawdhi'un yustajabu fihi ad-du'a wa ana da'awtu Allah fihi fastajaba li. Sasa hadithi hii ni hadithi ambayo mwanafunzi anayepokea kwa shekhe wake, sawa, katika babul multazam, sawa, kisha naye anafuata yale maelezo yaliyopo katika hadithi ile kwamba sehemu hii ni sehemu ambayo kunajibiwa dua, kisha naye anaomba dua, akijibiwa ndo atasema wa ana da'awtu Allah fastajaba li. Sasa kwa hiyo inaitwa hadithi musalsal biijabati duai inda almultazam. Tamam, hakadha. Wa faidatu almusalsal, Sheikh baada ya hapo akaingia kututajia faida ya nini hadithi musalsal. Anasema ishtimaluhu ala mazidi dhabti min arruwati, ni kule kukusanya kwake hadithi hii ala mazidi dhabti, kukusanya kwake ala mazidi dhabti, juu ya kuonesha ziada ya udhibiti min arruwati, kwa wale wapokezi wa hadithi. Kwa maana hadithi hii ya musalsal inaonyesha kwamba wapokezi wa hadithi kama hii wanakuwa na udhibiti wa hali ya juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamepokea kitu kama kilivyo kutoka kwa yule waliompokea, na wamekidhibiti vile vile, na wao pia wanampokeza mtu vile vile. Kwa miongoni mwa faida za hadithi musalsal ishtimaluhu ala mazidi dhabti min arruwat, ni kule kukusanya kwake ala mazidi dhabti, juu ya kuonesha ziada ya udhibiti min arruwati kwa wale wapokezi wake. Hukmu ya hadith almusalsal, anasema almusalsalatu, hadithi musalsal jamu hiyo almusalsalatu, hadithi musalsal qallama taslam min dha'fin fi tasalsul. Qallama ni mara chache mno, taslam husalimika hadithi hizi, min dha'fin kutokana na udhaifu, fi tasalsul katika hali ya kufuatana wale wapokezi wake, sawa sawa. La fi asli almatni, si katika matni. Ana maana gani? Ana maana kwamba katika hadithi musalsal mara nyingi kunapatikana na udhaifu. Udhaifu upi? Udhaifu wa mtu kufanya tadlisun, au mtu kufanya irsalun khafiyun. Tadlisun ni vipi? Ni hajapokea hadithi musalsal kwa shekha wake, ameipokea kwa mtu mwingine, lakini anamtoa yule mtu mwingine kisha anayegemeza ile hadithi kwa shekha wake. Lakini pia irsalul khafiyun ni vipi? Ni mtu amepokea hadithi musalsal kwa mtu mwingine, sawa sawa, kwa mtu mwingine, sawa, mtu mwingine ambaye hakuwahi kukutana naye, lakini amemtia kwenye sanadi yake, sawa. Na hadithi musalsal tamshi lake tadullu ala samai, linaonesha wazi kwamba mtu huyu amemsikia yule aliyempokea hadithi, sawa. Sasa kule kuwepo uwezekano wa kupatikana tadlis na irsalul khafi, sawa, ndipo unapopelekea hadithi kama hizi kuwa na udhaifu, sawa. Lakini mara nyingi huonekana kwamba hakuna, lakini ndio uhalisia ni huu. Uhalisia ni huu kwamba hadithi musalsal mara nyingi huwa na udhaifu, sawa sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani yake kuna uwezekano wa kupatikana nini? Tadlisun na irsalul khafi, sawa. Lakini tamshi lake lile la tasalsuli linafahamisha moja kwa moja kwamba huyo amemsikia yule aliyempokea hadithi, lakini kumbe muda mwingine huwa si hivyo, mtu anajiingizia tu sanad na sifa nyingine. Tamam, hakadha. Kwa hiyo almusalsalatu qallama taslam min dha'fin fi tasalsul, la fi asli matni, si katika asili ile matni. Ile matni mara nyingi huwa inabaki vile vile, sawa sawa, huwa inabaki vile vile, lakini katika sanadi humu kunapatikana inqitaa nyingi, sawa. Lakini mtu anajiingizia tu, sawa sawa, anajiunganishia katika sanadi fulani, anaonekana kwamba yeye kweli alipokea hadithi hii kwa tasalsul kwa shekhe fulani na alimsikia, lakini kumbe hapana,
ameungaunga tu ile asnad. Tamam. Ndio kasema amma aslu almatni faqad yakunu sahihan, ama asili ya ile matni faqad yakunu sahihan, huenda ikawa ni sahihi. Walakin sifatu tasalsulin isnadi la, walakin sifatu tasalsul isnadihi, sifa ya kufuatana wale wapokezi kwenye sanadi yake, kad yakunu fiha maqalun, huenda kukawepo na maneno mengine ya ziada ambayo hata hayakuwepo. Tamam. Hakadha wa ila huna antahi. Alkamalu lillahi wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.